habari za wakati huu na kukaribisha katika kipindi cha Tujadiliane, kipindi maalum kabisa ambacho kinaletwa kwako na muungano wa klabu za waandishi wa habari nchini Tanzania UTPC yenye wanachama takriban 28 bara na visiwani. Ni kipindi ambacho kinakukutanisha na viongozi kutoka serikalini na nje ya serikali kujadili masuala mtambuka ambayo yanasukuma maendeleo ya taifa la Tanzania, na tunapata majibu kutoka kwa wahusika. Katika kipindi cha leo cha Tujadiliane, tuko mjini Dodoma ambapo tunazungumza hii leo na naibu waziri ofisi ya makamu wa rais mazingira, Mheshimiwa Musa Ramadhan Sima, ambaye leo tutajadiliana naye katika eneo moja tu, eneo la katazo la matumizi ya mifuko ya plastiki, ambayo Tanzania kuanzia tarehe mosi mwezi wa 6 mwaka huu 2019 inaanza rasmi utekelezaji wa katazo la matumizi ya mifuko ya plastiki kwa mujibu wa sheria. Leo tutakuwa na naibu waziri anayesimamia sekta hiyo tukijadiliana naye kuhusiana na katazo hilo, juu litakavyoanza na utekelezaji wake. Pamoja nami nitakuwa na wajumbe au wanajopo wa Tujadiliane ambao kwa pamoja tutakuwa tunajadiliana na naibu waziri katika mjadala wa siku ya leo, ambaye nitaongoza mjadala huu. Naitwa Doto Bulendu, nasema karibu sana katika kipindi hiki cha Tujadiliane hii leo. Kumbuka tuko mjini Dodoma. Mheshimiwa naibu waziri, karibu sana. Asante sana. Dodoma mnaendeleaje? Naendelea vizuri. Mazingira Yanaendelea. Nashukuru sana. Na labda tuanze moja kwa moja, Mheshimiwa naibu waziri. Tarehe mosi mwezi wa Juni mwaka 2019 rasmi Tanzania inaanza utekelezaji wa sheria na kanuni zake ya katazo ya matumizi ya mifuko ya plastiki. Nisikie kutoka serikalini mikakati na maandalizi kwa ujumla yakoje? Kwanza nichukue fursa hii kuwapongeza UTPC kwa hatua hii, lakini pia vyombo vya habari vimetusaidia sana kutoa elimu kwa Watanzania na mwitikio ni mkubwa sana. Na niwakumbushe tu Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa Kassim tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka huu alitoa hilo katazo la kuzalisha, kutumia, kuuza mifuko ya plastiki. Lakini pia akatuelekeza wizara hii ya mazingira, ofisi ya makamu wa rais, kuwa waratibu wa zoezi zima hili la kuhakikisha mifuko hii ya plastiki sasa inaondoka na Watanzania wanaanza kutumia mifuko mbadala. Nataka tu niwaeleze kwamba mpaka sasa tumefikia hatua nzuri. Kwanza, uelewa umekuwa mkubwa wa Tanzania. Kila Mtanzania sasa anashiriki katika kutusaidia kutoa elimu. Lakini pili, tumetengeneza kanuni ambayo itatuongoza mpaka zoezi hili litakapofika mwisho ama litakapotufikisha mahali ambapo tunapahitaji. Lakini tatu, tumetembelea viwanda ambavyo vinazalisha mifuko hii mbadala. Na takribani viwanda ambavyo vinazalisha mifuko kama ya karatasi ni 25. Lakini na viwanda vingine bado kuna viwanda vidogo vidogo vingine, lakini bado kuna mifuko mingine mbadala inaingia. Nimetembea Arusha A to Z, nimeona, nimeenda Kilimanjaro, nimeona viwanda vinaendelea vizuri. Kwa hiyo ni mikakati ambayo inaendelea. Kitu tumekutana na wadau na wadau hasa hawa wa viwanda, hasa shirikisho la viwanda Tanzania tumekutana nao, na wadau wengine wote wameonyesha kuwa na kiu kubwa ya hasa Tanzania ilipoamua kufikia hatua hii, na wao wanashirikiana na sisi. Kwa hiyo ni imani yetu kwa hatua hizi ambazo zinaendelea tutafanikiwa mpaka kufika tarehe moja. Kuna maeneo matatu umeyataja katika majibu yako katika utekelezaji wa sheria hii ya katazo la matumizi ya mifuko ya plastiki, kwamba Tanzania sasa inakwenda kuzuia kuzalisha, kutumia na kuuza. Kwa kuna makundi matatu hapa. Kwa maana ya wote wanaishia wapi na wanaanzia wapi? Au wanakutumia, kuzalisha, yaani wote mwisho ni tarehe moja. Yeyote yule ambaye anaingiza wedha mifuko hii ya plastiki, yule anayetumia, yule anayezalisha na yule anayeuza, wote hawa katazo lao ni mwisho tarehe 30. Tarehe moja tunatarajia sasa, hatutarajii kuona, na kwa sababu kanuni yetu imetuelekeza yeyote kati yao niliowataja, kila mtu ana adhabu yake, hasa kuanzia mtumiaji mpaka mzalishaji. Kwa hiyo tutarajia hao wote waingie kwenye hiyo adhabu ambayo
imetajwa kwenye kanuni. Kwa wale ambao wanaagiza mfano, kwa zuio hasa sasa mifuko ya plastiki ambayo iko kwenye eneo la kukatazwa hata inayotoka nje, sasa Tanzania mnakuja kuizuia kabisa. Yani tumetoa tayari, ukienda saizi hata bandarini, uende viwanja vya ndege, kote tumeshaweka mabango ya katazo. Kwa hiyo hatutarajii kuona mtu anaingiza mifuko ya plastiki mpaka sasa. Kwa hili linawahusu wote wanaoingia nchini na walioko nchini hapa. Na walioko nchini. Labda nisikie kutoka kwa Mheshimiwa Naibu Waziri, wakati sheria sasa inaanza kutekelezwa ya kuzuia mifuko hii ya plastiki nchini Tanzania, Watanzania wanaokusikiliza kwa sasa wangependa kupata ufahamu juu ya aina ya plastiki hizo ambazo zinazuiwa kwa mujibu wa sheria na kanuni ambazo sasa zinaanza kutekelezeka kuanzia tarehe 1 mwezi Juni 2019. Tunazungumzia plastic bag, na aina ya plastiki, ukiishika plastiki nyingine inavutika, hiyo inayovutika hiyo ndo tunaamini, na ndivyo ilivyo, kwamba hiyo haiozi na itakaa ardhini zaidi ya miaka 500. Lakini tunataka tuwe na mifuko mbadala. Tuna mifuko karatasi na mingine ambayo haina chembe ya plastiki, wanaita nani woven. Hiyo yote ipo na iko sokoni, na yote hiyo tayari tumeshaiwekea kwenye utaratibu, na tumeshahakikisha kwamba viwanda, watumiaji na wote elimu hii imeshawafikia ni bidhaa zipi zinazotakiwa kama mifuko mbadala, na kuachana na hizi ambazo zina plastiki. Nafahamu kwamba matumizi ya plastiki hayako mijini tu, pia yako mpaka maeneo ya vijijini pia kule, na ndio watumiaji wakubwa pia wapo. Labda mmewafikiaje watu wa kule maeneo ya nje ya mijini, ili angalau hili litakapoanza kutekelezeka ama linavyoanza kutekelezeka sasa lisiwakute wengine wakiwa hawana uelewa kutosha na aina ya hiyo vifungashio ama plastiki zinazozuiwa? Ni kweli watu wengi wanatazama kwamba mifuko inatumika sana mijini, lakini tutambue moja ya athari ya mifuko ni wanyama wetu kula na wanakufa, na wafugaji wengi wako pembeni ama wako vijijini, na hili ni katazo la serikali. Sisi kama ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano wa Mazingira, tumepewa kuliratibu, na katika kuliratibu tumeshirikisha wizara zote. Sasa hapa tunazungumzia wizara kama TAMISEMI ambayo tayari mfumo wake umeshuka mpaka chini. Kwa hiyo kuanzia mtendaji wa kijiji anatambua hili katazo, na viongozi wote wa serikali za kijiji. Kwa hiyo na tuna imani hiyo, na baada ya kushirikisha hivi imeshatoka mwongozo kwa wakuu wa mikoa wote, wakuu wa wilaya, na umeshashuka mpaka chini kwenye kwa vijijini, kwenye uongozi mzima wa serikali ya kijiji. Na sisi tumeunda task force ambayo wajibu wake ni kufanya tathmini, wanafanya monitoring and evaluation ya namna zoezi linavyokwenda, namna mapokeo mapokeo yalivyo kule chini. Then kadri tunavyoenda ndivyo tunavyoendelea kuongeza kasi ya kuhamasisha ama kufanya vinginevyo. Kwa hiyo task force iko kazini na sisi tunaendelea kupokea taarifa. Kampeni hii ambayo ni ya kitaifa sasa nchini Tanzania katika kuzuia mifuko ya plastiki inaenda kutekelezeka kuanzia mijini mpaka vijijini. Tungependa kufahamu, kwa sababu moja ya changamoto ambazo mara nyingi tunazo nchini Tanzania ni baadhi ya mambo yanaweza ya kampeni ikaanza lakini baadaye ikakwama kutokana labda na ufinyu wa bajeti ama kukubalika kwa wananchi wenyewe. Nilitaka nijue eneo la kwanza, kabla eneo la kibajeti, eneo la kwanza, mmeitengeneza vipi kampeni iwe ya wananchi wenyewe wapambane nayo kuhakikisha kwamba mifuko ya plastiki zuio hili linatekelezeka kwa utashi wao wananchi wenyewe na walipokee vizuri? Kwanza tunatoa elimu ya Watanzania kuelewa na kuwa na utamaduni wa kuweza kutumia mifuko yao wenyewe ambayo ni rafiki wa mazingira, kama ilivyokuwa huko zamani kabla haijaanza kuwa mifuko ya plastiki. Watanzania walikuwa wanaenda na vikapu, wanafuka karatasi, vyovyote vile. Kwanza ile tunatoa elimu kuelewesha kwa afya yao, waone kabisa yeye kwenda na mfuko wake unamlinda mwenyewe kuliko kwenda kuchukua mfuko ambao ameukuta sokoni ama ameukuta barabarani. Kwa hiyo la kwanza tumewajenga Watanzania kutengeneza utamaduni wa wao kuwa na mifuko mbadala au kuwa na kibebeo mbadala. Hilo ndio jambo kubwa ambalo tunalitengeneza katika kutoa elimu. Na unaitazama vipi kampeni hii ukiwa kama ni katika viongozi wa juu kabisa mlioko chini ya ofisi ya Makamu wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan na usimamia katazo hili?
ule ni radhi kwa msikilizaji, ile sustainability yake kwa kutumia maneno sio ya Kiswahili. Ile sustainability yake kwamba kampeni hii itakuwa ni endelevu na haitaishia njiani. Mmejipanga vizuri kirasilimali watu, rasilimali fedha na hata namna mtakavyowafikia watu. Kwa kweli tumejipanga vizuri, na kama nilivyosema awali, hii ni kampeni ya serikali na serikali kuanzia mwananchi mwenyewe. Kwa hiyo, lakini jambo la pili, unajua swala la mifuko ya plastiki ina madhara kwa Mtanzania yeye mwenyewe, kwa mwananchi mwenyewe. Kwa hiyo kwa mazingira hayo moja kwa moja inamfanya Mtanzania awe yeye mwenyewe awe kama wakala wa kwetu wa kuhakikisha kwamba hatumii na wala hamshawishi mwenzake kutumia. Hii imetusaidia katika mazingira ya namna hii. Kipindi ni Tujadiliane kinacholetwa kwako na muungano wa klabu za waandishi wa habari nchini Tanzania UTPC, na hii leo tuko na naibu waziri ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia mazingira, Mheshimiwa Musa Ramadhan Sima. Tunajadiliana naye kuhusiana na katazo linaanza kutekelezeka rasmi mwezi wa 6 tarehe 1 mwaka huu 2019 linalokataza matumizi ya mifuko ya plastiki nchini Tanzania. Tuko na wanajopo wa Tujadiliane hapa mjini Dodoma, na sasa ninawafuata wanahabari. Kabla sijaanza kuruhusu maswali, kuna swali linatokana na maelezo yako Mheshimiwa naibu waziri. Karibu. Asante, naitwa Maganga kutoka Radio Metro FM. Mheshimiwa naibu waziri amezungumzia kidogo kuhusiana na madhara, akitolea mfano wa mifugo ambayo inakula mifuko hiyo. Tunaweza kupata takwimu za kitaalamu kabisa kwamba kama binadamu madhara yatokanayo na mifuko ya plastiki ni yapi? Nashukuru Mheshimiwa naibu waziri, karibu. Ni kweli takwimu zinaweza kupatikana kama binadamu, lakini ukizungumzia madhara ya mifuko ya plastiki tunaweza kwenda mbali zaidi. Inawezekana nisiweze kueleza scientifically, lakini kwa upana wake, kwa ujumla, tunapokuwa na mifuko hii ya plastiki kwenye mazingira yetu, na kama ambavyo nimeeleza awali, inaweza kukaa ardhini kwa miaka mingi, takriban 500, maana yake inaweza ikasababisha hata vyanzo vya maji, uharibifu wa vyanzo vya maji. Na sisi wa Tanzania ama wanadamu tunatarajia kupata maji safi na salama, lakini usipoyapata yale maji, tayari yale ni madhara makubwa sana. Lakini kwa ujumla wake kiafya, mifuko hii si rafiki kama ambavyo tunazungumza wanyama, kwa sababu hao ni rahisi sana kutumia ile mifuko, tofauti na sisi. Ila sisi mifuko inapokuwa katika mazingira yetu yale, inaweza kutusababishia madhara katika matumizi ya mambo mengine. Nashukuru sana, na nimekuona Ngolo, karibu sana. Nashukuru Mheshimiwa, naitwa Ngolo natokea gazeti la Mwananchi. Umetaja aina ya mifuko ambayo inatakiwa kuteketezwa, na mifuko ya kama condom, gloves, zile mawigi ya wanawake, yenyewe mnaiweka kwenye kundi gani na mnaizungumziaje hiyo mifuko? Asante sana Ngolo, karibu sana. Ni kweli, ukizungumzia hata kwenye kanuni yetu tumezungumzia plastic bag, mifuko hii ambayo tunaitumia ya kubeba, ndio tumezungumza kwenye kanuni. Lakini vifungashio hatujavigusa, na vifungashio tumezungumzia hasa kwenye maeneo ya afya, ni pamoja na hivyo ambavyo unavieleza, hatujavigusa. Mfano Mheshimiwa naibu waziri, kuna hili swala la hawa wanauza korosho kwa mfano vile vifungo wako salama wenyewe? Wako salama. Kwa mfano bidhaa zinazoingia, mfano vifaa vya electronics ambapo ukiangalia mle ndani huwa vina kama plastic fulani mle ndani, wako salama wao? Of course vile bidhaa zinazoingia, maana yake hata kwenye hayo maduka tunatarajia wao wanapopata hiyo bidhaa yao na watoe taarifa, ili hizo plastiki walizonazo, kwa sababu sio endelevu, sio kwamba itaendelea sasa waende kuitumia, watoe taarifa, tuwaonyeshe mahali. Na of course tumeshatoa utaratibu hasa kwenye halmashauri zetu, kila halmashauri, kila kwa ofisi ya kata wanatakiwa wapeleke zile bidhaa hizi, tuelekeze mahali pa kuweza kuziteketeza. Kwa kumbe ziko bidhaa ambazo zenyewe zinakuja na plastiki ndani, lakini mwisho wa siku kutakuwa kuna utaratibu kati ya serikali na wale wafanyabiashara wenyewe. Wafanya biashara wenyewe waweze kudeclare mapema wana mahali tunahitaji wasipeleke. Lakini tumeshatoa utaratibu kwa wakuu wa mikoa wote, wakuu wa wilaya, wakurugenzi, kwamba na maeneo yote yale wataweka lebo kwamba eneo hili sasa wanatakiwa wapeleke hizo bidhaa ambazo ni plastics. Alafu sisi tuweze kuelekeza mahali pa kuziteketeza. Nashukuru sana Mheshimiwa naibu waziri, nimekuona kule
Ima, karibu sana. Naam, asante sana Doto Emmanuel Blendo, na swali kwa Mheshimiwa Naibu Waziri. Tumesikia wizara yenu imeweka kipindi cha mpito. Kipindi cha mpito kitahusu nini hasa? Hebu eleza Watanzania kupitia majadiliano haya. Kipindi cha mpito? Na kuna kipindi cha mpito. Hapana. Tujeka kipindi cha mpito. Kuhusiana na hili la mifuko, hapana. Hatuna kipindi cha mpito. Hili ni swala endelevu. Yaani kuanzia tarehe 1 sisi hatuhitaji kuona mifuko ya plastiki. Tunahitaji kuona Watanzania wote. Ndio maana tumeweka kanuni. Tayari ukishakuwa na kanuni, maana tunahitaji itekelezwe. Na kanuni hile ziko faini mule ndani. Kwa hiyo hatuitarajii na hatuwezi kuweka kipindi cha mpito. Kwa hakutakuwa na majadiliano ya aina yoyote. Hapana, hakuna. Hilo ni tamko la serikali na ametoa Waziri Mkuu. Sisi kazi yetu ni kulitekeleza. Kwa mujibu wa swali la Emmanuel pale kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza, tarehe 1 ikianza haina majaribio. Haina majaribio. Ni moja kwa moja. Nashukuru. Nadhani msikilizaji umesikia kwamba hakuna majaribio ya aina yoyote wakati wa utekelezaji wa sheria hii, kwa sababu mara nyingi tumekuwa tunaona kumekuwa kuna jambo linajaribiwa kwanza ili kuona ufanisi wake na baadaye linaanza rasmi. Kwa hili kama alivyosema Naibu Waziri, hakutakuwa na mpito. Nimekuona Pius Rugonzibwa kutoka Daily News na baadaye nimemwona pia Abdalla kule. Asante Mheshimiwa Naibu Waziri, mimi nataka kujua mmefanya uratibu wa kiasi gani juu ya viwanda ambavyo vinatakiwa kutengeneza mifuko mbadala? Pengine uwezo wa uzalishaji kwa mwaka labda itakuwa ni kiasi gani, lakini mikakati ya usafirishaji wa mifuko hiyo ili uweze kusafiri nchi nzima mpaka kufika vijijini ili wananchi waweze kuipata kwa wakati na kuitumia. Lakini pia bei, sababu tumeshazoea hii mifuko ya plastiki ilikuwa popular sana kwa sababu inanunulika kwa bei rahisi sana. Mpaka shilingi 50 ungeweza kupata mfuko. Sasa utaratibu umewekwa vipi ili kwamba wazalishaji waweze kuiuza mifuko hiyo kwa bei ambayo ni mwafaka kabisa kwa wananchi? Asante Pius, na karibu Mheshimiwa Naibu Waziri kwa swali la Pius Rugonzibwa. Nashukuru sana Bwana Pius, maswali yako yote mawili yatanifanya pia na mimi nitumie fursa hii kutoa maelekezo ya serikali kupitia uratibu wa wizara yetu. Moja, kweli tunaendelea na viwanda. Awali tulikuwa na viwanda 46 mwanzoni ambavyo vikimaliza kutengeneza hiyo plastiki, bidhaa ya plastiki, yale mabaki yanayobaki ndio wanatengeneza mifuko. Na hao tushazungumza nao, wameshabadilisha mfumo wao sasa wanatengeneza mifuko mbadala. Lakini tumeendelea na hili zoezi kwa sababu bado wako Watanzania wengine na wawekezaji wengine wanaingiza mashine kwa ajili ya kuzalisha mifuko mbadala. Hili zoezi linaendelea na ni zoezi endelevu. Na kama nilivyoeleza awali, nimeenda mpaka A to Z, nimeona kwa sababu wenzetu wao wana material kabisa ya kutengeneza hiyo mifuko na wanazalisha kwa wingi. Bado tunaendelea kufanya tathmini ya kuweza kujua ni tani kiasi gani mpaka sasa kwa viwanda tulivyo navyo, ili kuja sasa na figa halisi ambayo inatosheleza kwa mahitaji ya Watanzania. Lakini jambo la pili, kweli kumekuwa na changamoto ya kufanya biashara. Inapotokea fursa kama hii ya kwamba sasa kuna katazo la mifuko hii ya plastiki na sasa tunatumia mifuko mbadala, na wanajua kadri tunavyokwenda, unajua unapo create tatizo, unapo create uhaba wa kitu fulani, kinapokuja demand inakuwa kubwa. Sasa ile demand, wako wafanya biashara ambao sio waaminifu, wanatumia hiyo fursa ya kuongeza bei. Sasa kwa mfano mfuko utaununua kwa jumla, nimeenda pale A to Z, shilingi 200, lakini nilikuta mtaani watu wanauza 1000. Hii kwa kweli na mimi nipa changamoto sana kwa sababu nilitembea pale Arusha. Karatasi. Sio karatasi. Hii nani woven kama sandarusi fulani ambayo inaoza. Nikatembea mtaani pale Arusha nikaona unauzwa 1000 na kuna mifuko inatengenezwa Kilimanjaro kule kwa bei yake kule ni shilingi 200, nikakuta pia 1000. Ikanipa changamoto hiyo. Nikagundua tunakoelekea sasa sio tu kukomesha hii mifuko, lakini pia tunawahitaji hao wafanya biashara wa mifuko hii na wao watambue hii ni fursa, sio fursa ya kukomoa, ya kufanya jambo hili lirudi nyuma. Kwa hiyo na mimi nitumie fursa hii kueleza wafanya biashara, serikali iko macho, na kwa kutumia kikosi kazi tulicho nacho kitatembelea maeneo yote ambayo wanauza, hawa dealers wote ambao au wakala wote ambao wanauza mifuko hii, kuangalia bei wanazozitoa, na tukikuta bei zile sio rafiki, maana yake yule pia ataingia kwenye mkumbo wa kupigwa faini na kufungiwa kufanya biashara yake. Nimeiona hofu ya Pius kwa sababu inaweza ukajikuta
katazo hili likatengeneza uhaba mwingine, Yes. na wananchi wakaingia katika matatizo. Yes. Kabla sijaenda kwa Abdalla, bado naona Pius ana swali la nyongeza kutoka katika maelezo ya Mheshimiwa Naibu Waziri. Karibu Pius. Nakushukuru Naibu Waziri kwa swali kwa jibu lako zuri kwa swali langu. Nilitaka kujua umesema mtafanya surveillance kubwa hapo kukagua kuona jinsi wauzaji wanavyo comply. Sasa kwani serikali imeweka bei elekezi kwamba mifuko hii iuzwe kuanzia kiasi kadhaa mpaka kiasi kadhaa ili kwamba hizo zikianza waweze kunaswa kwenye huo mkono wa kisheria kwa kukiuka bei elekezi za serikali? Hapana, serikali haijaweka bei elekezi moja kwa moja, lakini sisi tunataka kuwe na reasonable price ambayo kulingana na jumla amenunua mifuko inapouzwa kiwandani na kule anakokwenda kuuza rejareja. Manake ile ukiangalia bei yake, gap lake ni kubwa sana. Itawaumiza Watanzania, na Watanzania walio wengi sasa wanaweza kaona bora warudi kwenye plastiki kuliko kuendelea huko ambao kuna bei kubwa. Sasa tunaposema tuna kikosi kazi. Kazi ya kikosi kazi ni kuratibu zoezi hili, kufanya tathmini, na katika kufanya tathmini ndio watakuja sasa na miongozo ambayo itatuhakikishia kwamba hawatakiwi kwenda huku. Na haya maelekezo tutatoa kwa wafanya biashara. Wala hatutaweza kurudi nyuma. Ili walau bei zao zilingane na hali halisi ya mazingira tulionayo sasa hivi. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri. Nimekuona Abdalla Idrisa Majura, karibu sana katika kwa swali kwa Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Naibu Waziri, naitwa Abdalla Majura kutoka ABM FM Radio Dodoma. Wakati tunaanza kipindi cha tujadiliane, umesema kwamba inaonyesha kwamba wananchi wamekuwa na uelewa mkubwa kuhusiana na hili katazo. Ningeomba kujua kwa utafiti upi, kwa ushahidi upi unaowaridhisha kama serikali kwanza kwamba hawa watu sasa wanaanza kuelewa, kwa sababu watu tungependa kupata utafiti ama ushahidi. Lakini pia Mheshimiwa Naibu, hii mifuko ya plastiki ambayo inapigwa marufuku kuondolewa imekuwa ikitumika kwa mfano kwenye boti zinazokwenda Zanzibar kuwasaidia kuwapa watu wanaotapika baada ya bahari kuchafuka. Je, kwa kuiondoa hii mifuko ama kuipiga marufuku hizi plastiki, wanaotapika watatapikia mifuko hivi? Kwa sababu ukiwapa ile mifuko ya kutapikia ya karatasi italoa, matapishi yatawaenda. Sasa katika hilo serikali imeliwekaje? Na mwisho kwa sasa kuna makatazo mengi, amri nyingi zinatolewa na serikali, lakini bado watu wanakaidi. Mfano mzuri ni katazo la uvutaji wa sigara hadharani kwenye mikusanyiko ya watu. Sheria zipo, makatazo yapo, lakini utakuta kwenye viwanja vya michezo, utakuta kwenye stendi za mabasi, bado watu wanavuta sigara kama sheria hapo. Sasa mnapoleta makatazo kama haya kwenye masuala ya mifuko, tuamini vipi kwamba yatatekelezwa na yatakuwa kama haya makatazo mengine ya kina sigara na mengine? Asante sana Abdalla, karibu sana Mheshimiwa Naibu Waziri. Nakushukuru sana. La kwanza, tulipoanza zoezi la kutoa elimu, na labda nieleze tu kwamba jambo hili la katazo halijaanza leo. Mchakato ulianza siku nyingi, toka mwaka 2003 tulianza kuhakikisha kwamba tunaongeza kodi kwenye mifuko hii, tunawashawishi wale watu kuongeza unene wa ile mifuko kuanzia mwaka 2003. Mchakato ule ulienda taratibu, lakini tulianza kutoa elimu wakati huo. Lakini hata mwaka 2017 pia tulikuja na issue hiyo ya kama serikali. Nakumbuka mimi nilikuwa mjumbe wa kamati ya viwanda, biashara na mazingira. Hoja hii ilikuja na hawa wafanya biashara, hasa kupitia shirikisho la wenye viwanda Tanzania CTI, wakatuomba, ilikuwa Januari 2017, wakatuomba ndani ya kamati, tunaomba mtuongezee mpaka Disemba ili tuweze kuliweka jambo hili vizuri, na sasa tushirikiane na serikali. Kwa hiyo zoezi hilo likaendelea Januari mpaka sasa 2019 ndio tukaja na katazo. Tayari ili eneo lote tumeshalifanyia utafiti na ujumbe umewashafikia Watanzania. Kwa hiyo tukawa na uhakika wa hilo. Na hata tulipoanza kutoa elimu kwa umma, wakati tumeweka ile katazo la kiserikali, ujumbe ulishafika chini na tumeona mazingira jinsi yanavyoendelea. Tumeona wenyewe. Lakini jambo la pili, kwa matumizi yoyote yale watakayotumia, sisi tunachoangalia mifuko ya plastiki ina madhara kwa binadamu. Vyovyote ulikuwa unatumia ilikuwa inakusaidia, lakini pia hata huko Zanzibar tunapozungumza,
wao walitutangulia sisi kukomesha kutumia mifuko ya plastiki. Sitarajii kuona hizo meli zinazokwenda kule wataweka mifuko ya plastiki, wala ndege sitarajii, sababu wao walitutangulia, wakaja Kenya na wenzetu Rwanda, sisi tumefuata. Kwa hiyo hatutarajii hilo. Na jambo la tatu ilikuwa ni, manake mara nyingi tunatoa tufiki mwisho, hili nadhani niendelevu. Niwakumbushe wakati wa viroba, tulianzisha viroba na mimi nilikuwa mjumbe wa kamati, tulianza katazo la viroba na ninyi mashahidi mnafahamu, na leo viroba vimeisha, hakuna kiroba kabisa. Kwa hiyo ni imani hata hili linawezekana. Asante sana. Nashukuru sana kwa majibu haya ambayo kwa Mheshimiwa Naibu Waziri katika ofisi ya Makamu wa Rais Mazingira, Musa Ramadhan Sima, ndio tunazungumza naye leo. Kabla sijarejea tena kwa wanahabari kwa ajili ya maswali kwa Mheshimiwa Naibu Waziri, kumbuka tunajadiliana juu ya katazo la mifuko ya plastiki nchini Tanzania. Sasa tusikie maswali kutoka kwa wanaotufuatilia kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa UTPC TZ. Tujadiliane. Karibu sana Martin. Asante sana ndugu Doto Mulendo. Msikilizaji na mtazamaji, kwa hivi sasa nafasi ya kupitia yale ambayo yamepata nafasi ya kutufikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook UTPC TZ, na mimi napata nafasi ya kupitia kile ambacho kimepata nafasi ya kutufikia. Kumbuka leo tupo na Naibu Waziri Muungano na Mazingira Musa Ramadhani Sima, ndiye ambaye tunajadiliana naye kwa siku ya leo kupitia hashtag yetu ya tujadiliane Tanzania. Mwanza kutumia hashtag ya mifuko ya plastiki, hashtag mazingira, yote basi tutakuwa tunapata ujumbe wako moja kwa moja. Kwa hivi sasa nipate nafasi ya kuangaza na kumulika ujumbe ambao tayari umekwisha kutufikia hapa kutoka kwa wale ambao wanatufuatilia moja kwa moja. Michael Francis Bundala, yeye anasema anatoka Kahama, Tanzania. Anasema kupongeza Wizara ya Mazingira kwa kupiga marufuku mifuko ya plastiki. Anasema swali lake la kwanza, hizi kofia wanazovaa kina mama maarufu kama mawigi, nazo zimekuwa hatari kwenye mazingira kwa kuwa zikitupwa baada ya matumizi nazo huwa haziozi. Hakuna mpango wote wa marufuku kwa kofia hizi. Pia zinauzwa mpaka zinasababisha mpaka mifugo na yenyewe inakuwa inapata shida. Lakini swali lake la pili anasema kule Dar es Salaam, taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi kupitia kwa kamanda wa polisi Lazaro Mambo sasa kwamba watafanya msako wa mifuko ya plastiki. Hii maana yake ni nini itakapofika Juni mosi? Tutarajie kuona polisi wakipita mtaani wakisaka mifuko hii? Kama hivyo tutatumia mbinu gani kujua polisi wasio waaminifu ili wasitumie mwenye huo au kuumiza raia? Ameandika hivyo katika ujumbe wake Michael Francis Bundala. Shukrani sana, naendelea kutufuatilia katika ukurasa wetu wa Facebook kupitia ukurasa wetu ambao unafahamika kama UTPC TZ, na sitazidi kupokea maoni yako. Kwako Doto. Asante sana Martin. Ni maswali kutoka kwa wanaotufuatilia katika mtandao wetu wa kijamii Tujadiliane TZ, ndio hashtag katika ukurasa wetu wa Facebook wa UTPC Tanzania. Mheshimiwa Naibu Waziri, kuna hili la kwanza limejirejea, liliulizwa na Ngolo, limerejea tena. Kwanza nimshukuru Bwana Bundala, na tupokee pongezi zake kwa juhudi hizi, na nadhani anatusaidia kushirikiana kwenye hili. Niseme tu kama nilivyosema, kama serikali wenzetu sasa wa TBS ndio eneo pekee ambalo wao ndio wanathibitisha ubora wa kila bidhaa inayoingia. Kwa hiyo hata hii mifuko ambayo wanavaa kina dada kina mama, nayo TBS watatupa taarifa yao ya bidhaa zote zinazoingizwa kama zitafaa kwenye mazingira yetu ama la. Kwa kupitia taarifa yao na sisi tutakomesha tu. Wajibu wetu sisi ni kuratibu zoezi ambalo serikali imetukabidhi. Lakini hata ili la msako, sisi tumetoa mwongozo na mwongozo wenyewe tumeuweka bayana kwamba hatuwezi kufanya hivyo. Wajibu wetu sisi ni kutoa elimu. Isije likatafsirika anakutwa mtu ama watu wanaingia mpaka nyumbani kwa mtu au kwenye biashara yake wanatafuta mifuko ya plastiki. Hapana. Zoezi letu sisi, wajibu wetu mkubwa ni kuwaelimisha Watanzania. Na hata unapomkuta na ule mfuko lazima umwelimishe na wapi anapaswa kwenda kudampu ule mfuko, ili sisi tuwajibike nao kwa ajili ya kuteketeza. Kwa hili tuliweke bayana, lisitafsirike kwamba sasa tutaanza msako nyumba kwa nyumba, tutaanza msako. Hapana. Tunataka Watanzania wao wenyewe wawiwe kwamba hili zoezi ni zoezi la serikali na ni endelevu. Wasitumie mifuko ya plastiki bali watumie mifuko badala. Na sheria zetu ziko wazi. Sasa hapo tutakapoanza utekelezaji wa sheria, la kwanza ni elimu. Sasa wasipotuelewa kwenye elimu, maana yake wataingia kwenye faini.
Naam. Nashukuru sana. Kwa hiyo msikilizaji na unayetutazama hapa, hakutakuwa na msako mtu kwa mtu, nyumba kwa nyumba, kuwasaka wale ambao wana mifuko ya plastiki. Kwa hilo Mheshimiwa Naibu Waziri amefafanua. Maelezo ya Mheshimiwa Naibu Waziri yanaibua swali kutoka kwa Maganga. Labda atusaidie Mheshimiwa, operation itakuwaje? Na je, wale watakaoendesha operation hizo wana ufahamu wa kutosha kuhusiana na aina ya plastiki zinazozungumziwa? Maana tumeambiwa ile ya korosho, ya sabuni. Sasa hivi kina mama wajasiriamali wanafunga sabuni zao kwenye vifungashio fulani, isije ikatokea wao wanachofahamu ni plastiki tu, kwa hiyo tukashuhudia ajali nyingi huko kwa wananchi. Asante sana Maganga. Karibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Ni kweli, nimshukuru Maganga. Ni swali zuri sana kwamba operation itakuwaje. Hata juzi jana alikuwa makamu wa rais Dar es Salaam, viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam, lakini hapo nyuma waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais Mheshimiwa Januari Makamba na alikutana na wataalamu wote wa mkoa wa Dar es Salaam mpaka watendaji, na lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba wote wanapata uelewa pamoja. Nimechukulia tu mfano hapo, lakini mikoa yote sasa tumesambaza kanuni zetu, lakini tumesambaza na mwongozo mwingine wa operation iweje. Kwa hiyo tunatarajia wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi na wao wakae na hao ambao tunatarajia sisi watusaidie zoezi hili ama walifanye zoezi hili, watendaji wote serikali za vijiji wapate kanuni, lakini wapate na ule mwongozo ambao tunataka. Kwa hiyo sasa ndio maana tumeunda kikosi kazi. Kazi ya kikosi kazi ni kufanya tathmini ya namna zoezi linavyokwenda, nani anaweza kutusababishia madhara ama nani anaweza kutukwamisha kwenye hili. Sasa hiyo tathmini inafanya na kikosi kazi ambao tunataka wataalamu wote waliopewa jukumu hili walisimamie. Wao wakiwa sehemu ya tatizo, wao ndio watakaowajibika. Nashukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri. Maelezo yako pia haya yanaibua swali kwa Abdalla Idrisa Majura. Karibu Abdalla. Mheshimiwa Naibu Waziri, ningependa kujua kwamba wakati mnatoa katazo hili, mmewaangaliaje wafanyabiashara ambao wamechukua mikopo kwenye mabenki, ambao wanatakiwa kuendesha marejesho kutokana na biashara hii ya plastiki? Sasa wakati mnasema kwamba labda mawekea utaratibu, labda inawezekana watafute masoko nje ya nchi, kwa kipindi hiki mmewahakikishaje kwamba hawatofilisiwa mali zao, hawatoanguka kibiashara, kwa sababu inawezekana wengi walichukua mikopo mikubwa kwa ajili ya kufanya hii biashara? Asante sana Abdalla. Karibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Majura. Wafanya biashara hawa, kama nilitoa maelezo yangu awali vizuri, zoezi halijaanza leo, tangu mwaka 2017 Januari, na wao ndio walituomba. Mimi nikiwa mjumbe wa kamati, na kamati ya bunge iliridhia, ikamshauri waziri kwa Makamba kwamba bwana, sasa hebu tuwape muda mpaka Disemba. Walipewa muda. Kwa hiyo ni imani yetu, hatutarajii kwamba hawa sasa waliamua kuingia kwenye biashara moja kwa moja wakiwa wanajua kabisa kwamba hapa tayari kuna katazo, na tumeomba muda, na muda wenyewe ulikuwa wa miezi hiyo kama 11 na miezi mishapita. Na tulipokuja kuamua sasa zoezi hili lianze, hatukutarajia kama kuna mtu anaweza akawa amejiengage moja kwa moja wakati anajua mifuko hii sasa serikali wakati wowote itatoa katazo. Kwa hiyo na mimi niwaambie tu wafanya biashara, kwa sababu tunajua yawezekana kuna wengine wakatumia mwanya huu wa kuingiza mifuko hii. Sheria hii imekwishatungwa, kanuni itaanza kutekelezwa kuanzia tarehe 1. Kwa hiyo watawajibika. Watusamehe kwenye hilo kwa sababu jambo hili lishaanza muda mrefu. Nashukuru. Namuona Glory pia. Karibu Glory Kiwia. Asante. Naibu Waziri, naitwa Glory Kiwia, natoka Radio City FM Mwanza. Swali langu ni kwamba sasa kuna watu ambao wana stock kubwa ya mifuko hii mpaka sasa tunapozungumza. Lakini sidhani kama kuna eneo elekezi ambalo mmelitoa kwamba sasa inapofika tarehe 1 mifuko haitumiki tena na mtu ana stock kubwa, aipeleke wapi? Ni mahala gani halisi ambapo mifuko hii ikasalimishwe? Asante Glory, na hilo hata kwa mtumizi mmoja yule, kwamba pale nyumbani pale ambapo una mifuko labda 10 unaipeleka sehemu gani ili iweze kuharibiwa? Nashukuru sana dada Glory Kiwia, na nadhani Mwanza tutafika kule ili tuifanye kazi hii vizuri sana. Nataka kusema tu tumetoa mwongozo. Katika ule mwongozo tumepeleka kwa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi, na wao wanashusha mpaka kwenye ofisi zetu za kata, za kijiji. Kwenye maeneo yote yale watatenga maeneo maalum ya watu kupeleka hiyo mifuko ya plastiki. Whether inatoka nyumbani, whether inatoka kwenye eneo la biashara, whatever, lakini ataelekezwa.
Baada ya hapo sasa, sisi kikosi kazi chetu kitapewa taarifa ya tani za mifuko zilizopo kwenye eneo fulani, alafu kitaonyesha utaratibu wa wapi mifuko hiyo sasa tukaamue kuiteketeza. Naam, asante sana. Kwa hiyo kuna maeneo yote kutoka ngazi ya mitaa itakuwa ina utaratibu wake. Yusuf Magasha kutoka RFA, karibu sana. Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, labda tufahamu hapa kwamba mmejifunza nini kutoka Zanzibar ambako wenyewe walipiga marufuku mapema tu, lakini mmezungumza hapa pia kuhusu Kenya, Rwanda kule tayari mifuko iko imekushapigwa marufuku. Nini ambacho mmejifunza ambacho sasa mnakwenda kukifanyia kazi na kwa upande wa Tanzania bara pia kiweze kufanikiwa? Asante sana. Karibu Mheshimiwa. Tumejifunza vingi sana, hasa tulipokaa kwa muda huu tukisubiria utaratibu uanze. Tumejifunza vingi kwa nchi za East Africa, lakini kuna nchi za Afrika kama 25 na hata duniani tumejifunza vingi sana. Moja, Watanzania hapa pale Zanzibar, Wazanzibari kila mtu amekuwa na utashi wa kuhakikisha kwamba hatumii ile mifuko ya plastiki, lakini pia imetoa fursa kwa wakazi wa pale kutengeneza mifuko mbadala tofauti na ambavyo mifuko ilikuwa inaingia. Kwa hiyo pia na Zanzibar mifuko mingi pia inaingia kutoka nje, hasa China. Kwa hiyo tumejifunza vitu vingi na namna ya kuratibu zoezi lenyewe. Tumejifunza kadri walivyofanya hata Rwanda, hata Kenya, namna ya kuratibu. Ila kuna eneo ambalo sisi hatukuhitaji kulichukua. Kwa mfano Kenya, wao walikuwa viwanda vinaruhusiwa kuzalisha hiyo mifuko ya plastiki lakini kuuza nje. Sisi haturuhusu hata uzalishaji wala haturuhusu mtu kutoa kokote pale. Ndio maeneo ambayo tumejifunza. Nashukuru. Kuna mikono miwili niliona kwa Pius, afu baadaye atafuatia ni Mwana Abdalla Majura. Pius, karibu sana. Asante Doto. Mheshimiwa Naibu Waziri, na mtumie fursa hii adimu kuwaeleza Watanzania. Hii mifuko imetumika kwa muda mrefu. Na bila shaka serikali kabla ya uamuzi wa kupiga marufuku imefanya utafiti wa muda mrefu pia. Labda ungeeleza ni athari zipi kiuchumi, mazingira na kiikolojia ambayo mifuko hii imesababisha? Kwa mfano, ni rahisi kusema kwamba mifuko ina athari kwa mifugo, lakini kwani ni mifugo mingapi imekufa kutokana na kumeza mifuko ya plastiki? Lakini uchumi umeathirika kwa kiwango gani? Kama tunaweza tukawaambia wachumi kwamba kwa kutumia mifuko ya plastiki kwa miaka 10 tumesafa sana kiuchumi, kiasi kadhaa cha fedha kimepotea kwa sababu hii. Asante Pius. Na tapokea swali la tupokee mawili alafu ili Mheshimiwa Naibu Waziri ajibu kwa pamoja. Mimi nimshukuru Bwana Pius. Hili maana yake ni vizuri sasa nikalichukua kama lilivyo, kwa sababu linahitaji takwimu, na takwimu za kiuchumi si za kueleza kwa wepesi. Maana yake ni vizuri sasa tukae na wataalamu na tushirikishe wenzetu wa eneo Wizara ya Fedha, watatueleza vizuri namna tulivyoathirika kiuchumi. Lakini kwa lugha nyepesi tu, kwa wepesi wa ile mifuko watu walivyokuwa wakichukua, maana yake ukirudi nyuma, Watanzania walikuwa wamepata fursa ya kujiajiri na kuuza ile mifuko ambayo ni mbadala, vikapu na vitu vingine. Sasa wanapokosa ile ajira, unaiona impact ya kiuchumi ya moja kwa moja ya Mtanzania wa kawaida. Hiyo ndio tulikuwa tunaitazama sisi. Lakini kwa sasa baada ya kuwepo imeingia kodi walikuwa wanalipa hao wanaoingiza, hiyo nadhani tutalichukua ili kuweza kupata takwimu sahihi kwamba sasa tunakoelekea, kwa sababu bado mifuko mingine pia inaingia, tutaingiza kodi kiasi gani. Lakini ukizungumza mazingira kwa ujumla na ekolojia, mimi ndio maana huwa najikita sana kwenye vyanzo vya maji, kwa sababu ni eneo ambalo nimelifanyia kazi kwa kipindi ninapofanya ziara, na mifuko ile jinsi inavyozagaa. Na hata nilipokwenda hapa Kongwa kwenye ufugaji wa ng'ombe wa kisasa, ukipata taarifa tu ile ya ng'ombe wanaokufa na kwa ukubwa wa ng'ombe wale na kilo zao, mpaka unaumia. Ng'ombe takwimu zao zinaweza wakakwambia kwa mwezi wanakufa ng'ombe 10 na kuendelea. Ilikuwa ni takwimu mifuko tu ya plastiki. Sababu mifuko tu ya plastiki. Nilienda Kongwa hapa, wakati tumeingia tu kwa Naibu Waziri, moja ya taarifa niliyoipata Kongwa ni hii ya mifuko ya plastiki. Na wao wakawa sehemu ya kutuomba kuhakikisha hii mifuko. Lakini mifuko mingi Kongwa hapa inatokana na
namna ambavyo mabasi yakipita watu wanadampu, wanatupa ile mifuko nje. Sasa ng'ombe wale wanazagaa. Ndio tukatoa katazo hilo kwenye mabasi na kuhakikisha wawe na hayo madustbin. Kwa hiyo uchafuzi ni mkubwa. Nimetembea hata nyanda za juu kusini kule kwenye madampo, kwenye nini, vyanzo vya maji, mifuko iko randomly na huwezi kumkuta Mtanzania anawajibika kuokota au kupeleka kokote. Imeachwa kama ni jambo la kawaida, inaonekana kama ni mmea. Kwa hiyo inasababisha pia kwenye ekolojia hata ukuaji wa mimea, mifumo yetu ya maji na vitu vingine. Ukifanya takwimu vizuri unaweza kukuta hata Wizara ya Maji leo unaona bajeti yake inakuwa kubwa, na maeneo mengi ambayo wamechimba maji kwa ajili ya kupata maji baadaye yanaisha. Lakini ukifuatilia zaidi unaweza kukutana na uchafuzi wa mazingira na vyanzo vya maji ambavyo havijatunzwa. Kwa eneo hili tunaweza kulieleza kisayansi zaidi, lakini inahitaji mjadala mrefu na muda ili tuwe na takwimu za kutosha. Nashukuru. Abdalla, karibu. Mheshimiwa Naibu Waziri, naomba radhi kama hili swali litakuwa linajirudia, kwamba sasa hivi tuko kwenye kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ukiangalia waumini wa dini ya Kiislamu wakati wa kula futari wanaanza na tende. Tende nyingi zinazosafirishwa kutoka huko Warabuni, bali ya maboksi yale ya juu, ndani zinafungashwa kwa mifuko ya plastiki. Sasa labda serikali ya Tanzania imeshapeleka maagizo kule ama taarifa kwamba labda kuanzia Ramadhani ijayo ama kuanzia sasa, maana wakati mwingine tende sio mpaka wakati wa Ramadhani, kwamba kuanzia sasa tende zisifungashwe kwenye mifuko ya plastiki, ama hapo kuna utaratibu gani? Lakini pia umezungumzia watu wanaotupa mifuko kupitia kwenye mabasi, kwa mfano ulipokwenda Kongo. Labda kwa nini mkuchukua utaratibu kama huu wa watu wanaokota chupa? Manake unaona watu walivyotoa msaada kwa kuokota hizi chupa za maji, watu wanakwenda wanazirudisha kule kwenye viwanda. Kwa nini labda Wizara ya Mazingira mkutengeneza kwa utaratibu fulani kwamba hii mifuko ikikusanywa inaweza isizagae kama inavyozagaa sasa, kwamba labda nayo ingesaidia? Na mwisho, Wizara ya Mazingira inatumia fursa kwa namna gani kupitia michezo? Kwa sababu michezo inakusanya watu wengi viwanjani, kutizamwa kwenye TV, kusikilizwa kwenye redio. Ni sehemu ambayo kuna fursa kubwa ya kupenyeza ujumbe huu. Nyinyi kama wizara mnaiangaliaje hii fursa ama mnaitumia? Nafahamu Abdalla Majura amekuwa mdau wa michezo kwa muda mrefu sana. Na nimekuona Fabian, kwa baada ya Mheshimiwa Naibu Waziri nitakuja kwako Fabian. Karibu sana. La kwanza nimshukuru sana Abdalla Majura. Kwa tende kule, kile sisi tunakichukulia kama kifungashio. Kwa wala hatuhitaji kuweka katazo kule. Isipokuwa itakapokuwa imekwisha tumika, ndio hapo tukao tumetoa maelekezo ni wapi wapeleke hiyo plastiki ambayo imekwisha tumika, badala tu kuidampu au kuitupa holela. Lakini pia kama kuokota chupa, ni kweli hata kuokota chupa pia mazingira yake ya kuokota chupa sio rafiki. Manake watu wanakwenda kwenye madampo, wanaenda kuokotea pale. Sasa wale wanaokota chupa kwenye madampo tayari wanatuletea madhara. Maka kitoka pale ataingia mtaani. Na lenyewe nalo tumelikataza kuokota chupa holela kwenye madampo. Tumeweka utaratibu kule ambapo nimetembea kwenye madampo, kwenye mikoa mingine niliyotembea kuangalia madampo, tumeweka utaratibu. Wale watu wasiruhusiwe kuingia mule ndani kwa vyovyote vile. Lakini zile chupa kule ambapo tunaweka uchafu au takataka, maana lazima tutenganishe zile takataka. Maana unaweza kuchukua na zile vyuma, watu watafuta vyuma chakavu leo na wao wataenda kwenye madampo. Sasa wanatenganisha mahali pa kuweka chupa, mahali pa kuweka au makopo au vinginevyo, na uchafu mwingine wa kawaida. Huo ndio unaenda kwenye madampo. Na huu mwingine sasa na wao, maana tunatumia polluter pay principle. Na yule ambaye anazalisha chupa ile maana yake anapata chochote. Kwa hiyo wao wauze zile chupa kuwapa wale wanaotoa. Tumeweka katazo. Kwa hiyo hata kwenye mifuko tukiweka zoezi hili, sisi tumeona tuanzie hapa, tunaanza wenyewe, na baada ya hapo sasa tutaangalia hali ilivyo. Yawezekana kuanzia tarehe 1 watu wasio wanatumia, lakini mifuko ikawepo mtaani. Sasa hiyo ndio ambayo kazi ya kikosi kazi itafanya, kwamba mifuko iko mtaani, watu hawatumii, ila sasa kufed up, yani kuisha tu haraka, inawezekana likawa sio jambo jepesi. Ila ni nini tunakifanya? Ndio sasa wataalamu wetu wale wataweka utaratibu wa kushirikisha viongozi wetu kule chini, whether watatengeneza timu, kwa sababu sisi kwenye ofisi ya Makamu wa Rais Mazingira
tunawaita environmental inspectors kwenye kila mkoa. Hawa natafuta Kiswahili kizuri, wakaguzi wa mazingira wana timu pale, na hata kwenye sheria yetu ya mwaka 2004 kila eneo tuna timu, kwa maana kila kwenye kata tuna timu hiyo ya mazingira. Yote ile itashirikishwa sasa kuhakikisha zoezi hili linafanyika. Lakini pia kwenye michezo ni jambo jema, na mimi ni declare interest, ni mwenyekiti wa FA mkoa wa Singida. Kwa hiyo ninatambua michezo inawezekana ikawa fursa nzuri sana ya sisi kufikisha ujumbe wetu. Kwa hiyo tunaitengeneza vizuri kama tunavyotengeneza kwenye vyombo vya habari, tunavyotengeneza kwenye maeneo mengine, na nadhani na hapo tutatengeneza mabango kwenye viwanja vya michezo ili kila Mtanzania anayeshiriki aone mabango kama ambavyo yalivyo mabango mengine ya mashirika mengine ya umma. Nashukuru sana. Na sasa kabla ya Fabian, samahani kidogo Fabian, niwe radhi. Nimeona Yusufu amepata swali kutokana na maelezo ya Mheshimiwa Naibu Waziri. Karibu Yusufu. Mheshimiwa Naibu Waziri, labda ufafanue hili kwamba vifungashio ndivyo ambavyo vinaruhusiwa hivi sasa. Vitaendelea kutumika. Lakini mifuko ile hairuhusiwi. Lakini kule majumbani kule watu wananunua maji kwenye mifuko labda ile ya shilingi 50, 30 na vitu vingine ambavyo vimezungumzwa hapa. Ina maana kwamba wavikusanye sasa alafu waviweke katika sehemu maalum, au kule vijijini kutakuwa na maeneo maalum ya kukusanyia hii mifuko kwa ajili ya kwenda kuteketezwa, au waendelee tu kutupa katika mazingira ambayo walikuwa wakitupa toka mwanzo, labda katika majalala kule majumbani waendelee kutupa hivyo au inakuwaje? Nashukuru Yusufu. Mheshimiwa Naibu Waziri, karibu. Yusufu, ni kweli kwamba inawezekana wakapata changamoto, na yawezekana ujumbe usiwafikie mahali husika pa kupeleka, lakini sisi tunazungumza kwa mujibu wa kanuni yetu na maelekezo tumeshayatoa, na kama kuna eneo hawakutoa maelekezo wapi watu wapeleke, sisi tunataka Watanzania wapeleke mahali sahihi ambapo sitakuwa rahisi kuchukua huo uchafu na kwenda kuteketeza. Kwa hiyo na hili litakuwa ni changamoto kwetu kama watu wamepewa utaratibu wa kutengeneza alafu hawajaweka, hao manake watawajibika. Sisi tunataka Watanzania leo hii tunapozungumza wajue mahali sahihi. Amini kuanzia tarehe 1 sasa watapeleka wapi. Kama wanakosa, ofisi yetu itawajibika kuhakikisha kwamba wapi wataelekezwa pa kupeleka. Asante. Karibu sana Fabian, tukimalizia na maswali kutoka kwa wanajopo. Asante sana Naibu Waziri Bwana Musa Sima. Umesema mambo mengi sana mazuri. Ingawa kuna hili hapa. Mmeweka kanuni na miongozo. Tarehe 1 inaanza. Umesema kuna utaratibu wa fine. Mwananchi anapenda kujua ni fine zitahusu nani na nani na kwa gharama gani. Na kwa nini mmetenganisha hizi fine? Karibu. Ni kweli. Kwa swala uelewa kweli. Mtu anaweza akawa hafahamu nikikutwa ni shilingi ngapi, ajue kabisa ni faini ikoje. Faini zimegawanyika katika maeneo matano. Ni swali zuri sana. Kuna mzalishaji au mwagizaji. Huyu atatozwa kuanzia milioni 20 mpaka bilioni 1, ama kwenda jela miaka 2 ama vyote viwili kwa pamoja. Lakini ya pili, kuna kusafirisha nje. Kusafirisha nje tumeweka milioni 5 mpaka milioni 20, lakini pia atakwenda jela kwa miaka 2 ama vyote viwili kwa pamoja. Lakini pia kosa la kuhifadhi au kusambaza lenyewe lina milioni 5 mpaka milioni 50, na lenyewe pia akishindwa faini maana yake atakwenda jela miaka 2 ama vyote viwili kwa pamoja. Lakini kuna kuuza mifuko ya plastiki. Huyu muuzaji utakuwa na faini ya 100,000 mpaka 500,000 na atakwenda jela miezi 3 au vyote viwili kwa pamoja. Na mwisho kuna huyu anatumia, ni mbebaji au kutumia mfuko wa plastiki. Huyu tumeweka shilingi 30,000 mpaka 200,000 na atakwenda jela siku 7 ama vyote viwili kwa pamoja. Na tumejipanga kwa kweli kwa hili, ndio maana hatua za kwanza tumetoa mwongozo wa elimu, watu kuelewa kabla ya kufikia kwenye hatua hii. Tukishafikia kwenye hatua hii, manake hili tunakabidhi mamlaka husika ambayo ni mahakama, yenyewe ni kufanya utekelezaji tu. Na tungeomba Watanzania tusifike huko.
Nashukuru sana. Haya, nimalize basi. Haya, Abdalla, nakupa nafasi hiyo baada ya faini hizi kuelezwa hapa. Faini zimestua kidogo. Karibu Abdalla. Hizi faini ulizoziweka na kanuni mlizoziweka, labda mmeshawasiliana na Wizara ya Mambo ya Ndani kupanua magereza kule. Watu wengi wanapeleka. Nadhani alikuwa anachomekea. Maana tumetanguliza muongozo kwamba tuna muongozo mwingine wa kuwaelimisha watu zaidi na utaratibu utakaotumika, sio tu ianze kufanyika operation, la hasha. Tumetanguliza, kuna muongozo umetangulia ambao umetoa maelekezo vizuri kabla ya kufikia hatua ya faini. Nashukuru sana kwa maswali kutoka kwa wanajopo katika kipindi cha Tujadiliane siku ya leo. Tuko mjini Dodoma, tunazungumza na Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Musa Ramadhan Sima. Tunazungumzia kuhusiana na kuanza utekelezaji wa katazo la mifuko ya plastiki nchini Tanzania, na sasa Tanzania inakuja kuungana na upande wa Tanzania visiwani kwa maana ya Zanzibar, na katika ukanda wa Afrika Mashariki inaungana na nchi za Rwanda na Kenya katika katazo la mifuko ya plastiki kwa Tanzania. Sheria na kanuni zake tayari zimekwisha pitishwa na mamlaka husika, na sasa utekelezaji unaanza. Kabla hatujafunga kabisa kipindi, ni hili la kukumbusha tu. Ni vizuri sasa, pamoja kwamba limesemwa uwezekano mkubwa kuna mtu ametukuta tunamalizia kipindi. Mheshimiwa Naibu Waziri, ningependa zaidi kusisitiza, kumweleza anayekusikiliza kutazama kwa sasa, ni aina gani ya mifuko kwa wale ambao wametukuta tunamaliza. Katika kumalizia, umweleze Mtanzania mifuko hii, bidhaa hii na hii haitaruhusiwa kwa ufupi, ili tuweze kwenda mwisho wa kipindi chetu. Kwa ufupi tu, mifuko yote ya plastiki hii ya kubebea, naita plastic bag, yote hii hairuhusiwi. Lakini tumezungumza kuhusu vifungashio. Vifungashio vyenyewe tumeviweka pembeni, na nimeeleza kwenye maeneo ya afya, hata kwenye viwanda vingine, na hata kule wenzetu wa Tanzanite pia, unajua kiosha ile Tanzanite kuna kifungashio wanakaweka ili iweze kuwa salama. Vinyo vile hatujavigusa. Lakini plastic bag, yani mifuko yote hii tunaizungumza, na mengine hii wanaita mifuko rafiki, wanaita nani woven. Najaribu kutafuta namna ya kuielezea, lakini mifuko ambayo haina plastiki ndani yake. Ina kama ambao amenikabidhi mkurugenzi pale, hiyo ni nani woven. Na ni mfano mzuri sana ambao tunaweza kutumia. Na mwambie tena, pamoja kwamba lilishasemwa, wazazi wetu walioko kwa vijijini kabisa, kama una mfuko uliokatazwa uko nao ndani ya nyumba, upeleke wapi kabla tarehe 1? Kama kuna mfuko wote ambao unao sasa hivi kabla ya tarehe 1, maana yake unapaswa sasa upeleke kwenye ofisi ya kijiji. Watakuwa wameweka utaratibu wapi mfuko huo unakaa, na utaratibu huu umetolewa maeneo yote ya kuwataka viongozi wetu kwenye maeneo haya ya kijiji, ya kata, wilaya, kwenye halmashauri, wameweka mabango kwamba mfuko utakwenda wapi. Mpaka tarehe 1 hatutarajii kumuona kila Mtanzania ana mfuko, ama anatumia mfuko, ama anazalisha mfuko. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, kwa ufafanuzi wako huo. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama umetufuatilia vizuri kabisa, tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu wa 2019 Tanzania inaanza rasmi katazo la mifuko ya plastiki, na kwa wale wote ambao wana bidhaa hizo ambazo zimekatazwa kwa mujibu wa sheria na kanuni, kwa mujibu wa serikali, na Naibu Waziri amesisitiza kabisa kutakuwa kuna maeneo muhimu kabisa katika maeneo ambayo wananchi wanaishi huko. Kwa ni matumaini yetu wanatujadiliane kwamba viongozi kuanzia ngazi ya mtaa, kule kwenye kata, vijijini na vitongojini, watakuwa shaandaa mazingira rafiki kabisa kwa wananchi kwa ajili ya kukusanya bidhaa ambazo zinakatazwa kwa mujibu wa sheria na kanuni, ili ziweze kuhifadhiwa na kuharibiwa huko, ili wasiweze kuingia katika adhabu hii kali ambayo imetangazwa kwa mujibu wa sheria. Lakini pili, ni matumaini yetu basi mamlaka husika ambazo zimeteuliwa ama zimetajwa kwa mujibu wa sheria na kanuni zitafanya utaratibu mzuri wa kuondoa kabisa bidhaa hizi za mifuko ya plastiki ambazo zimekatazwa na serikali, ili kuweza kuondoa usumbufu kwa wananchi pale zoezi litakapokuwa limeanza. Na sasa utekelezaji wake ndio hivyo kuanza tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu 2019. Na kama Naibu Waziri na mamlaka nyingine nchini Tanzania zilivyoweza kutoa maelekezo yao kwamba zoezi hili litakwenda bila bugudha, kwa maana ya tafuta ya wale wenye mifuko ya plastiki iliyokatazwa, na matumaini yetu halitaleta bugudha. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Waziri ametoa msisitizo mkubwa juu ya wafanyabiashara. Isitumike hii kama fursa kwa wafanyabiashara kupandisha bei ya mifuko mbadala ya hii iliyokatazwa,
ili kuweza kutengeneza kadhia ama bugudha na kuwaumiza wale ambao wanatumia mifuko hii. Lakini kwa wale ambao ni watumiaji wakubwa mifuko hii, kwa kundi la watumiaji, kumbuka kwa mujibu wa sheria hii na kanuni zake, ukikutwa ukiwa na mfuko huu ambao umekatazwa kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa sheria adhabu yake ni faini ya shilingi 30,000 ama shilingi 30,000 mpaka shilingi 100,000 ama kwenda jela miezi 7. Nadhani ni kundi siku 7. Nadhani kundi kubwa sana hili ambalo hii adhabu ndio inalihusu kundi kubwa sana la watumiaji. Kwa hiyo kaa ukijua tarehe 1 ukikutwa na mfuko utapelekwa ndani siku 7 au utaunganishiwa tena na kati ya shilingi 30,000 mpaka 100,000. Ni matumaini yetu pande zote mbili, kwa maana watekelezaji wa sheria na wale watumiaji wa mifuko hii, wazalishaji na wasambazaji, wataitekeleza sheria hii ili kuifanya Tanzania kuwa salama kabisa. Kwa niaba ya wanajopo wote wa Tujadiliane ambao wamekuwa hapa mjini Dodoma kwa mazungumzo maalum na naibu waziri, napenda kushukuru sana kwanza ofisi ya makamu wa rais, Muungano na Mazingira, kwa kutupa nafasi hii ya kuzungumza na mheshimiwa naibu waziri. Tunaishukuru sana. Lakini kwa moyo mkunjufu pia tunamshukuru sana pia mheshimiwa naibu waziri kwa kukubali kuzungumza na wanajopo UTPC, kwa maana muungano wa klabu za waandishi wa habari nchini Tanzania, kwa kuratibu wanahabari hawa kufika hapa mjini Dodoma na kuzungumza na mamlaka juu ya katazo hili ambalo linaanza. Pia shukrani. Lakini kwa vyombo vya habari ambavyo vinatoa nafasi hii ya elimu hii kupita na kuwafikia Watanzania wote, pia shukrani kubwa kwao. Kwa niaba ya wote, mheshimiwa naibu waziri, asante sana. Nakushukuru sana. Tutakuja Singida. Nimesikia wewe ni mwenyekiti wa FA. Yes. Ya, tutakuja Singida kuzungumzia kandanda la Singida. Karibuni sana. Asante sana. Mimi naitwa Dr. Bulendu, kwa niaba ya wote asante na kwaheri.